أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema, katika muda huu ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu ambao katika siku za nyuma wamefariki dunia. Miongoni mwa hawa marehemu, kila mmoja wao alikuwa na taaluma yake tofauti na shughuli zake mbalimbali, mwenye elimu tofauti, lakini walikuwa wakifanana katika kitu kimoja, ya kwamba kila mmoja wao alikuwa mwenye kutekeleza ahadi ya bayati ya kuitanguliza dini juu ya dunia yao kwa kadri awezavyo, na kila mmoja wao alikuwa mwenye kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina Ahmad alayhi wassalam, na kila mmoja wao alikuwa na uhusiano mzuri na imara na ukhalifa wa Kiahmadia na mwenye kutimiza haki za wanadamu wote, na kila mmoja wao alikuwa anathibitisha jambo hili ya kwamba lengo hasa ambalo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salam, mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalo kwa hakika sura yake ya kimatendo ilikuwa ikipatikana katika tabia zao. Nimesema walikuwa wakifanana katika kitu kimoja. Maana yake si kitu kimoja tu, bali katika sifa nyingi walikuwa wakifanana. Na kwa kweli tunaposikia matukio ya hawa, tunajawa na yakini hii na imani ya kwamba katika zama hizi, kwa kujiunganisha na Sayyidina Ahmad alayhi wassalam pekee, ndipo tunaweza kujenga mahusiano ya kweli na Mwenyezi Mungu, na kwa kweli tunapata njia za kumtambua Mwenyezi Mungu, na tunapata yakini na imani kamili kwamba Mwenyezi Mungu yuko hai, na huwa tunajaaliwa vivango vya juu vya kubaki razi juu ya ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Marehemu nitakao wataja leo, mmoja wao ni mbashiri wetu wa jumuiya aitwaye Zulfikar Ahmad Damanik Sahib, mbashiri wa mkoa nchini Indonesia, ambaye tarehe 21 Aprili alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 42. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alizaliwa tarehe 24 Mei mwaka 1978 kaskazini mwa Sumatra. Jina la baba yake ni Shehrol Damanik na babu yake alikuwa anaitwa Shehnur Damanik.
jumuiya ilipatikana katika familia yake kwa kumpitia babu yake ambaye mna mwaka 1944 kutokana na mahubiri ya Maulana Zaini Dehlan Sahib alikuwa amefanya bayati. Marehemu Zulfikar Sahib kuanzia 1997 hadi 2002 aliweza kusoma katika Jamia Ahmadiyya Indonesia. Katika zama zile kozi ya jamia ilikuwa ya miaka michache, kisha akajaaliwa kuitumikia jumuiya kama mbashiri kwa miaka 18 katika maeneo mbalimbali. Kisha akaweza kuitumikia jumuiya katika mikoa mbalimbali kama mbashiri. Watu ambao amewaacha nyuma, mmoja ni mke wake aitwaye Maryam Siddiqa Sahiba na watoto 4, Jazib na Aisha na Khola na Khaira Fatuma. Mtoto wa kiume ana miaka 15 na binti yake mdogo ana miezi 8, na wote wamo katika mpango mtukufu wa wakfe nao. Mbashiri wetu wa kule Bwana Mirajdin Sahib anaeleza marehemu Zulfikar Sahib alikuwa mbashiri mchapakazi sana. Popote pale atumwapo alikuwa anafanya shughuli za malezi na mahubiri kwa juhudi na kwa weledi mno. Marehemu alikuwa akiongea na watu kwa upole na alikuwa rafiki wa watu wote. Kila nikikutana naye nikamkuta akiwa anatabasamu, na muda wote alikuwa hasemi kwa kitu fulani, bali wakati wote alikuwa akitunasihi kwamba tufanye maombi. Khalifa mtukufu anasema hiyo ni sifa ambayo kila mwenye kujitolea maisha yake wakfu anatakiwa awe nayo. Ikiwa anahitaji kitu fulani amwombe Mwenyezi Mungu tu, na sifa hiyo ni ya muhimu sana ambayo kila aliyejitolea wakfu anapaswa kuwa nayo. Marehemu kwa fadhili za Allah alikuwa miongoni mwa wabashiri waliobahatika kuzipata bayati nyingi. Hivyo chini ya nizamu ya jumuiya akapata bahati ya kushiriki katika jalsa salana Uingereza ya 2018. Katika uwanja wa tabligh, marehemu alikuwa akitekeleza shughuli zake kwa mpangilio maalum, na kwa sababu hiyo kote kote alikuwa anapata mafanikio. Vivyo hivyo Asif Moin Sahib, mbashiri wa jumuiya, anaandika marehemu alikuwa na sifa nyingi sana. Alikuwa mtu mwema mno, alikuwa mwaminifu na mtifu, na hata katika siku za maradhi yake alikuwa anatoa kipaumbele kwa shughuli za jamaat. Alipokuwa akifanya kazi ya ubashiri katika mkoa wa Riau, nilipata bahati ya kufanya kazi chini ya uongozi wake. Kimsingi shughuli zote marehemu alizokuwa akizisimamia alikuwa anasimamia vizuri. Pia alikuwa na mahusiano mazuri na serikali na mashirika mbalimbali ya mkoa, na kutokana na mahusiano hayo mazuri kwa mara kadhaa akapata bahati ya kutoa hutuba katika vyuo mbalimbali. Pia katika mkoa wake akawasiliana na wanajumuiya wengi waliokuwa nje ya mawasiliano na kuwajulisha kuhusu jumuiya, na katika mkoa mzima akaendeleza zoezi hilo na akapata bahati ya kuanzisha tena tawi moja Singigi baada ya miaka 20. Khalifa mtukufu anasema kwamba watu hawa ambao walikuwa nje ya mawasiliano, ili marehemu aweze kuwasiliana nao alikuwa analazimika kusafiri katika visiwa mbalimbali kwa kutumia safina ndogo ndogo, na kila kisiwa kilikuwa na umbali wa saa 1.5 hadi saa 2 na kisiwa kingine,
na marehemu pamoja na ugonjwa wake alikuwa akionyesha hima na kusema kuwa nitaendelea kuitumikia jumuiya hadi pumzi yangu ya mwisho. Na kutokana na safari hizi za visiwa, familia 4 zikajiunga na jumuiya. Marehemu alipokuwa akipata matibabu ya figo hospitalini, hata katika hali ile akashiriki katika kikao cha tawi. Kijana mmoja wa huko alipomuuliza akisema kuwa kwa nini umepata usumbufu wa kuja kwenye kikao, marehemu akasema, maadamu niko hai nitaendelea kujaribu kushiriki katika mipango yote ya jumuiya, japokuwa mimi ni mgonjwa, lakini natamani kuendelea na shughuli za kuitumikia dini. Khalifa mtukufu anasema hii ni ile jazba na shauku ambayo kila mwenye kujitolea wakfu anapaswa kuwa nayo, na sio kwamba waanze kulalamika juu ya mambo madogo madogo. Vivyo hivyo Muzaffar Ahmad Sahib, mbashiri wa kule, anaandika, nilipata bahati ya kusoma pamoja naye katika Jamia Ahmadiyya, na mara ya mwisho nikakutana naye huko Qadian mwaka huu. Kabla hajakwenda Qadian, marehemu alipokuwa anaumwa sana alikuwa akifanya maombi ya kwamba Mwenyezi Mungu anijalie umri ili niweze kwenda Qadian, na alikuwa akisema kuwa Mwenyezi Mungu amenijalia kufanya umra katika nyumba takatifu, kisha akanijalia kukutana na khalifa mtukufu. Sasa tamanio langu ni kufanya ziara ya Qadian. Hivyo Mwenyezi Mungu alitimiza tamanio lake na akamjalia kwenda Qadian. Kwa kuwa mwaka huu jalsa ilikuwa haikufanyika, lakini marehemu akapata nafasi ya kufika huko, na kwa bahati nzuri akapata nafasi ya kufanya ibada kule. Muzaffar Sahib anaandika kwamba katika safari ile ya Qadian, kutokana na baridi kali sana, marehemu akapata kuugua, na kwa sababu yake akalazimika kurudi mapema Indonesia. Hata hivyo, katika hali hiyo tamanio lake jema likatimia, na akapata bahati ya kusali katika msikiti wa Mubarak na katika Baitud Dua, na akafanya maombi vile vile. Kisha anasema, mimi nikimkalisha juu ya kiti chenye magurudumu nikampeleka Behishti Makbara, na huko pia akafanya maombi. Marehemu alikuwa mbashiri mchapakazi sana. Hata katika maradhi yake sugu hakuvunjika moyo wala hakukata tamaa, na kila jukumu la kijumuiya alipokuwa akipatiwa alikuwa analifanya kwa weledi mkubwa. Sajid Sahib ni mbashiri mwingine, naye anaandika kuwa marehemu pamoja na uzoefu wake mkubwa katika mambo ya tabligh alikuwa hasiti kuomba ushauri kutoka wabashiri wapya. Alikuwa na unyenyekevu mkubwa katika tabia yake na alikuwa na azma imara. Mwaka jana aliugua, lakini mara baada ya kupona akasafiri safari ndefu na akaja kushiriki katika ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya. Basuki Sahib ambaye amewahi kuwa mbashiri mkuu wa Indonesia anaandika, nilipoteuliwa kuwa mbashiri mkuu na kwa ajili ya kutekeleza shughuli za mahubiri, nilipowasiliana na wabashiri wote, wakati ule niliona ya kuwa katika kuandaa mipango ya tabligh marehemu alikuwa anafanya kazi kwa umahiri mkubwa sana, na kwa ajili ya kufanikisha mipango ya tabligh alikuwa akisimamia vizuri mambo yote, na muda wote alikuwa ananiambia ya kwamba tuweke vizuri rekodi ya idadi ya bayati ili madayan wanaofanya kazi mikoani waendelee kupata moyo. Huzur anasema hii ndiyo njia ipasavyo, kuwa idadi ya bayati itunzwe vizuri na madayan wajulishwe na pia waendelee kuulizwa, na kwa njia hiyo madayan pia wataweza kufanya kazi vizuri na pia wanajumuiya wapya wataweza kuingizwa vizuri katika nizamu. Sarma Sahib ambaye ni mbashiri anasema marehemu alikuwa na jazba maalum
ya kufanya shughuli za tabligh. Tulipokuwa tukipanga mpango wa kufungua njia mpya za kufanya tabligh katika maeneo ya Buntupane hadi Sosa kaskazini mwa Sumatra, marehemu kwa hima na kwa matumaini makubwa akapanga mipango mbalimbali, na kwa fadhili za Allah mipango hiyo ikaendelea kufanywa kwa muda mrefu. Kwa kuwa baadaye kutokana na kutokea mapungufu ya kifedha vikwazo fulani vikatokea, lakini hata hivyo mipango hii ikafanikiwa na wengi wa wanajumuiya wapya wakajitokeza kutoka maeneo hayo. Marehemu alikuwa anasema kuwa hatutakiwi kukata tamaa, kwani kazi yetu ni kufanya mahubiri na kupanda mbegu tu, na inawezekana mwenye kuvuna na kupata matunda yake awe mwingine. Kwa vyovyote vile marehemu alikuwa na azma imara na alikuwa mwenye kutimiza ahadi yake ya wakfu kwa uaminifu wote. Mwenyezi Mungu azinyanyue daraja zake. Ye alitimiza ahadi ya bayati yake na pia akatimiza ahadi ya wakfu wake. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja na awaweke mke na watoto wake katika ulinzi wake na mwenyewe awe mlezi wao. Ifa mtukufu anasema kwamba marehemu mwingine ambaye nitamzungumzia ni Daktari Pir Muhammad Taqiyuddin Sahib wa Islamabad, Pakistan, aliyefariki dunia Aprili 18. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku 10 au wiki moja kabla ya kifo chake alipata kuambukizwa na virusi vya korona, akalazwa hospitalini. Mwanzoni alikuwa amepata unafuu, lakini tena 18 Aprili afya yake ikabadilika na akahamishwa katika chumba cha mahututi, ambapo siku hiyo takriban muda wa jioni akatangulia mbele ya haki. Watu aliowaacha nyuma ni mke wake na kijana mmoja na mabinti 4 ambao wamekwisha olewa na wapo vizuri na familia zao. Mababu zake Pir Muhammad Taqiyuddin Sahib wote walitokana na kizazi cha sahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Nasaba yake inaenda kuungana na Hasufi Ahmad Jan Sahib. Babu yake Hazrat Pir Mazharlok Sahib na baba wa mama yake Hazrat Master Nazir Hussain Sahib walipata bahati ya kuwa sahaba maruf wa Sayyidina Ahmad alayhi salam. Hazrat Pir Mazharlok Sahib alipata bahati ya kusoma pamoja na Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu katika shule ya Ahmadiyya Qadian. Babu yake katika utotoni mwake akahama Ludhiana na kuja Qadian, na kwa miezi 6 akapata bahati ya kukaa nyumbani kwa Hazrat Masih Maud alayhi wasallam. Mama yake marehemu alikuwa mjukuu wa Hakim Muhammad Hussain Sahib wa Marhame Isa. Wakati wa mgawaniko wa India, yani mna mwaka 1947, Dr. Sahib alikuwa na umri wa mwaka mmoja, yani alizaliwa mna mwaka 1946, hivyo akapata umri wa miaka 74. Yeye kutoka Qadian alihamia Lahore pamoja na familia yake, kisha akaishi Melsi wilayani Vehari. Mna mwaka 1970 akapata shahada ya udaktari kutoka Ishtar Medical College. Mwaka 1975-76 akaja Islamabad na akapata ajira katika hospitali ya kiserikali iitwayo Polyclinic. Akaendelea kufanya kazi hapa kwa muda mrefu, kisha akaenda Iran na huko akafanya kazi kwa miaka 2-3, kisha akarejea Pakistan na akafungua kliniki yake katika jiji la Islamabad, na kwa miaka 25-30 alikuwa akiendesha kliniki yake ambayo ilikuwa inaenda vizuri. Alikuwa akiwasaidia sana watu maskini. Amiri wa Jumuiya ya Islamabad Dr. Abdul Bari Sahib anaandika, daktari marehemu kwa miaka 12 alikuwa akiitumikia Jumuiya ya Islamabad kama kazi yake, na muda wote hukumu zake zilikuwa zimetokana na mafundisho ya Qur'an tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zilikuwa zikiwatuliza wote. Marehemu
alikuwa na hulka njema, mwenye kuwapenda wote, mpole, mwenye kuwahurumia wanyonge na mwenye tabia ya kuwavutia wote. Alikuwa akikutana na watu kwa tabasamu. Kwa kuwa alikuwa daktari, hivyo katika kuwahudumia viumbe wa Mwenyezi Mungu usiku na mchana alikuwa katika mstari wa mbele. Kliniki yake ilikuwa wazi kwa siku zote kwa ajili ya wanajumuiya maskini, na mara nyingi alikuwa akiwahudumia bila kupokea malipo yoyote, na si kwa ajili ya wanajumuiya tu bali hata kwa ajili ya watu wasiokuwa wanajumuiya. Moyo wake na kliniki yake ilikuwa wazi. Alikuwa mtu wa watu, na katika marafiki zake ilikuwepo idadi kubwa ya watu wasiokuwa wanajumuiya. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia uwezo mzuri wa kuongea, hivyo alikuwa hapotezi nafasi yoyote ya kuwahubiri watu, na katika hali hizi pia alikuwa akiwafikishia ujumbe. Amir Sahib anasema marehemu Dr. Sahib aliniambia kwamba mwaka 1970 nilipofaulu katika mtihani wa udaktari, nikaenda Rabwa kwa kumtembelea babu yangu Pir Mazlak Sahib na kumwambia kuwa mimi ni daktari wa kwanza wa familia yangu. Babu akafurahi sana na akaninasihi nasaha mbalimbali akisema kuwa pamoja na kuwatibu wagonjwa wako na kuwapa dawa, pia uwaombe, kwani Masihi Maud alayhi salam alikuwa amesema ya kwamba daktari asiyewaombea wagonjwa wake na anaitegemea tiba yake tu, kimsingi anafanya ushirikina. Dr. Sahib alikuwa akisema kwamba miaka 50 imepita tangu nilipoanza kufanya kazi ya udaktari, na mimi kwa miaka 50 nikifuata nasaha ya babu yangu huwa na watibu wagonjwa wangu kwa kupokea malipo madogo na kuwatendea kwa wema, bali kila siku nasali nafali 2 kwa ajili ya wagonjwa wangu na nafanya maombi na dua kwa ajili yao. Khalifa mtukufu anasema huo ndio mfano wa kuigwa kwa kila daktari wetu. Msije mkautegemea umahiri wa taaluma yenu tu, na msije mkawa na yakini juu ya dawa tu, bali pamoja na kuwatibu wagonjwa muwatendee kwa wema, pia muwaombe, na ikiwa mtasali nafali kwa ajili yao basi jambo hilo ni zuri sana. Mke wake Bi Uzma Naki anaeleza, mume wangu alikuwa mwaminifu mkubwa sana na mwanajumuiya imara. Alikuwa na shauku kubwa mno ya kufanya tabligh na akapata bayati nyingi katika maisha yake, na wengine wengi akawafanya wakubali ukweli wa jumuiya. Huzur anasema kwamba wapo wengi ambao kutokana na hofu au kwa sababu nyingine hawajiungi na jumuiya, lakini marehemu akawafanya wakubali ukweli wa jumuiya na kuwaneamazisha, na baadaye akajenga mahusiano mazuri kwao. Kisha mke wake anasema kuwa kutokana na mapenzi ya wagonjwa aliyokuwa nayo alikuwa akisali nafali kwa ajili yao. Kisha anasema kutokana na upendo huo wa wagonjwa hakuacha kwenda kliniki katika siku za janga ili wagonjwa wake wasije wakapata shida, na alipopata homa ndipo akapumzika kidogo. Kisha anasema kuwa marehemu pamoja na sifa yake hii ya kuwatibu wagonjwa kwa uangalizi mkubwa na kuwajali na kuwaombea, pia alikuwa mtiifu kwa mama yake, mume wa kimfano kwa mkewe, na baba mwenye kuwapenda watoto wake, na alikuwa akiwajali sana ndugu na marafiki zake na jamaa zake. Alikuwa na uhusiano imara na nzito na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa mwenye kufanya maombi mengi, na Mwenyezi Mungu aliye hai alikuwa anapokea maombi yake. Mke wake anasema kuwa binti yetu mmoja ambaye baada ya kuolewa kwa miaka kadhaa alikuwa hakupata kizazi, marehemu alikuwa akimwombea sana. Siku moja tulipokuwa nyumbani kwa binti huyo, marehemu wakati wa asubuhi alitawaza kwa ajili ya tahajudi na swala ya alfajiri na akatoka nje ya bafu. Wakati huo akainama kidogo. Nilimuuliza sababu ya kuinama kwake. Hapo akasema, hapo karibu na kitanda nimemwona mtoto mmoja, yani
alimuona mtoto katika kashf. Pia katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kuwa marehemu akamwona mtoto mmoja katika hali ya kashf, katika hali ya ruya, aliyekuwa juu ya kitanda. Anasema nikajihisi kana kwamba mtoto huyo ataanguka chini, hivyo nikainama ili nimshike. Baada ya muda mfupi wa tukio hilo, Mwenyezi Mungu akamjalia binti huyo na kumpatia mtoto wa kiume, ilhali madaktari walikuwa wameisha kata tamaa. Mwenyezi Mungu amjalie mtoto huyo ili awe mtumishi wa dini na awe mwema. Mpwa wake Arshad Ijaz anasema marehemu alikuwa mjomba wangu mkubwa, alikuwa mwenye kufanya maombi mengi, mwenye kuwahurumia watu maskini, mnyenyekevu, mtu safi kabisa, na katika kila mushkil alikuwa mwenye kuzingatia maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Anasema katika kila jambo la kijumuiya au la kidunia na kifamilia, tukihitaji ushauri wote tulikuwa tunakwenda kwake. Anasema mjomba wangu alikuwa ameona ruya moja ambayo ilikuwa kuhusu MTA. Anasema mwaka 2010 pale ambapo simu za kisasa zilikuwa bado hazijaenea sana huko Pakistan, siku moja nilikuwa nimekaa kwake, mjomba akaniambia kwamba nimeona katika ruya kana kwamba azana imetolewa na watu wameanza kutoa kitu fulani masikioni mwao, kana kwamba wanataka kusikia kitu fulani. Kisha nikapata kuelewa kuwa huu ni muda wa kusikiliza hutuba ya khalifa mtukufu na watu wameanza kuisikiliza hutuba mubashara. Mpwa wake anasema leo tunaona jambo lake hilo likitimia mara moja kwa moja na kila wiki huwa tunaliona. Kisha anaandika kuwa marehemu alikuwa akichukulia mahusiano yake na Hasufi Ahmad Jan Sahib kama heshima kwake, na pia alikuwa akiwanasihi watu wengine wa familia ili wawe na mahusiano ya karibu na Mwenyezi Mungu. Na alikuwa anasema kwamba kuwa mjumbe wa familia ya mtukufu fulani si jambo kubwa, na jambo la msingi ni hili ya kuwa nyinyi wenyewe muwe na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri na kwa njia nzuri sana alikuwa anafanya mahubiri akitumia hoja za Qur'ani tukufu. Wakati wa jalsa salana alikuwa akiwaalika watu wasiokuwa wa Ahmadiyya katika nyumba yake, na alikuwa akiwahudumia kwa vyakula vizuri vizuri na kuwasikilizisha jalsa salana, na hivyo njia za mahubiri zilikuwa zikifunguka. Anasema hata katika siku za janga la corona mjomba akaendelea kwenda kliniki. Nikampigia simu kwa mara kadhaa na kujaribu kumfahamisha kwamba asiende kliniki katika hali hii, lakini alikuwa akisema kwamba ikiwa madaktari watakaa majumbani, sasa wagonjwa watakwenda wapi, watafanya nini? Kisha alikuwa akinipatia hoja zake na mimi nilikuwa nakaa kimya. Hata katika maradhi yake akaendelea kwenda kliniki, na muda wote alikuwa anasema kwamba sisi tunakuja kwa ajili ya kuwahudumia watu, wala hakuna shabaha ya kuchuma hela na fedha. Binti yake Norin Aisha Nuruddin Sahiba anasema baba yangu alikuwa baba mpole, mwenye huruma na mwenye kufanya maombi mengi. Katika kila jambo alikuwa akitunasihi tufanye maombi na tuwe na mahusiano ya dhati na Mwenyezi Mungu, na kila mara tukimwomba atuombee alikuwa akisema kuwa wewe pia fanya maombi na mimi pia nitafanya maombi. Kisha alikuwa akituambia kwamba nimeona ndoto fulani na Mwenyezi Mungu ameniambia hivi. Kutokana na taaluma yake alikuwa akiwasaidia maelfu ya watu na alikuwa akiwatibu bure, na ikiwa alikuwa akichukua malipo basi alikuwa anachukua kwa kiasi kidogo sana, na kwa sababu hiyo watu wengi waliokuwa wanamjia kwa ajili ya matibabu walikuwa watu maskini. Kisha anasema
baba yangu alikuwa na elimu kubwa ya Qur'ani tukufu, na kila mara tukihitaji mwongozo kutoka Qur'ani, kwanza alikuwa akisoma aya kisha tafsiri yake, halafu alikuwa akitufahamisha. Pia alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Hutuba ya khalifa mtukufu ilipoanza kurushwa kwenye MTA, akafanya maandalizi ya kuweka dishi nyumbani kwake ili watu wamjie kwa kuangalia MTA, na pia kutokana na upendo wake na ukhalifa alikuwa akiwasikilizisha watu wasiokuwa wanajumuiya jalsa salana nzima, na pia alikuwa akiwaandalia vyakula mbalimbali, na alikuwa anasema kwamba hawa ni wageni wa Masihi Maud alayhi wasallam. Kisha binti yake Warda anasema baba yetu kutoka utotoni alitufahamisha umuhimu wa kuswali, kusoma Qur'ani tukufu, kufunga saumu, kutoa michango na kutoa sadaka na kadhalika, na wakati wa harusi zetu alitoa kipaumbele kwa dini tu, na akatufundisha jambo moja tu, ya kwamba sio lazima kila tamanio lipate kutimia mara moja, hivyo muwe na tabia ya kuvumilia na kufanya dua. Bwana Abdul Qudus Sahib ambaye ni mtoto mkwe wake anasema marehemu kwangu alikuwa kama baba mzazi, na muda wote nilitamani kukutana naye ili niweze kujifunza kutoka kwake kuhusu mambo mbalimbali ya dini. Mwanzoni nilikuwa najisikia ugeni katika ukwe wangu, lakini marehemu jinsi alivyonitendea kwa huruma na kwa upendo, ugeni wangu ukatoweka. Kisha anasema marehemu alikuwa hana shauku yoyote katika mambo ya siasa au katika mambo ya kidunia, bali ibada, elimu ya Qur'ani tukufu, elimu ya dini na mada za kihulka ndio zilikuwa mada zake. Alikuwa anazipinga vikali bidhaa zote, na katika sherehe mbalimbali za harusi alikuwa akikemea sana bidhaa mbalimbali. Binti yake Quratul Ain anasema ya kwamba baba yangu alikuwa ameninasihi ya kwamba usiweke kinyongo na mtu yeyote moyoni mwako, na uwapende watu wa ukweni, wala usimuuzi yeyote kwa ulimi na kwa matendo yako. Kisha akasema kuwa kumtendea kwa wema kwa yule anayekutendea wema si jambo kubwa, bali jambo hasa ni hili ya kuwa umtendee kwa wema yule anayekutendea vibaya. Na khalifa mtukufu anasema kwamba haya ndiyo mafundisho hasa ya Islam, na Hazrat Masihi Maud alayhi wasallam ametufahamisha kuhusu mafunzo haya katika zama hizi, ya kwamba hizi ni zile hulka za juu ambazo zitawafanya wengine wawe na mvuto kwenu. Kisha akasema ujue kuwa ufisadi ni dhambi kubwa kuliko mauaji, hivyo kwa lengo la kumaliza ufisadi ujifanye kuwa mwongo japokuwa umkweli. Huzur anasema kwamba nasaha hiyo ni ile nasaha nzuri ambayo Sayyidina Ahmad alayhi salam alitunasihi, na ndiyo nasaha hasa. Ikiwa wazazi waendelee kuwa nasihi watoto wao, basi tutaweza kustawisha jamii nzuri sana. Kijana wake Pir Muhyiddin Sahib anasema mimi niliona katika ndoto ya kwamba Hazrat Khalifatul Masih wa 4 rahimahullah taala anatoa darsa katika nyumba yetu, katika sebule ya nyumba yetu. Mimi pia nilikuwa nimekaa kwake. Huzur ameelekea kwangu na kusema kwamba nyumba hii si nyumba bali ni kituo cha kupata fadhili, hivyo usikiache kabisa. Na akasema baba yako ni wali wa Mungu. Kisha akasema uwe na imani kwamba baba yako ni wali wa Mwenyezi Mungu. Marehemu alikuwa akiwajali sana maskini, alikuwa amebeba jukumu la kuwalisha familia nyingi, na alikuwa na jukumu la kuwalipia watoto karo zao na matibabu yao kila siku. Kwa zaidi ya 50% alikuwa akiwatibu wagonjwa bure tu. Pia mtoto mkwe
abdussamad anasema marehemu alikuwa akipenda sana Qurani tukufu na kila akitoa kumbukumbu yake alikuwa akisoma aya ya Qurani tukufu kisha alikuwa anasoma tafsiri yake. Na alipokuwa akihojiwa na mtu asiyekuwa mwanajumuiya ya kwamba uoneshe muujiza wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam, marehemu alikuwa akisema mimi ni muujiza wake. Alikuwa mwanajumuiya imara sana na alikuwa msidikishaji wa yale matakwa ya Sayyidina Ahmad alayhi salam aliyotaka kuyaona katika jumuiya yake, na kila aliyekuwa akikutana naye alikuwa anavutika kwake. Huzur anasema kuwa hiyo ni sifa ya mtu mwema, ya kuwa wale wanaokaa karibu naye wapate athari njema kutoka kwake. Na pale alipokuwa akisema kuwa mimi ni muujiza, na watu wasiokuwa wanajumuiya walikuwa wanakichukulia kitu hicho kama utani, alikuwa anasema huu si utani bali mimi ni muujiza na huu ndio uhakika. Na alikuwa akiwafahamisha kwa hoja na dalili kwamba mtu akiwa mwanajumuiya na wanajumuiya wengi ambao wanafuata mafundisho sahihi ya Islam ni ishara iliyo hai na ndiyo muujiza wa ukweli wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Khalifa mtukufu anasema basi hiki ni kile kiwango ambacho kila mwanajumuiya anapaswa kuwa nacho, na badala ya kuzitafuta ishara za zamani wenyewe wawe ishara zake. Abdurrauf sahib naibu amir Islamabad anasema watu wengi wameeleza wasiwasi zao wakisema kuwa sisi hatumjui daktari mwingine, sasa tutafanya nini? Wapo wanajumuiya wengi maskini ambao hawakupata shida yoyote katika matibabu, walikuwa wanamjia Dr. Taqiyuddin sahib na kupata matibabu. Wapo wengi wasiokuwa wanajumuiya ambao wamesema kwamba marehemu alikuwa mkubwa wetu, tulikuwa hatufanyi chochote bila kupata ushauri wake. Zipo familia nyingi zisizokuwa za Kiahmadia ambazo Dr. Sahib alikuwa akitatua shida na ugomvi wao wa kifamilia. Kliniki yake ipo kule kwa zaidi ya miaka 40. Hivyo katika zama fulani, ikiwa baba alikuwa anakuja kwake kisha watoto wake wakaanza kuja kwake, na baadhi ya watu wasiokuwa Waahmadia walikuwa wakinasihi kwa watoto wao kwamba katika ugomvi wowote mupate ushauri kutoka kwa Dr. Sahib. Kisha anasema mwaka jana katika mwezi wa Juni, ilikuwa Ijumaa ya mwisho, marehemu baada ya sala ya Ijumaa alikuja ofisini kwangu na kusema kuwa nataka kukuambia jambo moja, na jambo hili analijua mke wangu tu. Siku 4 kabla nimeona katika ndoto ya kwamba upo uwanja wa vita uliojaa na maiti. Mimi nimesimama kule na kufikiri kuwa kwa nini sijajumuishwa katika mashahidi hawa. Hapo sauti ya Masihi Maud alayhi salam inanifikia ya kwamba atakayepata majeraha 5 atakuwa shahidi. Anasema nilipoona nyuma yangu nilimwona Masihi Maud alayhi salam akisimama juu ya mahala palipoinuka kama awe kiongozi wa wanajeshi. Marehemu anasema nilianza kuhesabu majeraha yangu. Majeraha 3 yalikuwa makubwa, lakini kulikuwa na jeraha kadogo juu ya mguu wangu. Nikaanza kufanya istighfar na hapo nikaamka. Nilikuwa natafakari kuwa maana ya ndoto hii ni nini. Anasema wazo la mchango likaingia moyoni mwangu, kwa nikaangalia mchango yangu lakini sikuweza kufanya hisabu yake. Kesho yake nilipoamka kwa ajili ya sagumu fulani moyoni mwangu, hivyo nikaenda kufanya hisabu, na nilipofanya hisabu nikapata kujua kuwa kulikuwa na mapungufu katika michango yangu. Kisha nikampatia katibu wa fedha check ya milioni 1 rupia, na tangu siku ile nafanya istighfar sana. Mpwa wake Azizur Rahman sahib ambaye ni mtoto wa Mujibur Rahman sahib wakili, anasema mara nyingi tulisikia kutoka kwake kuhusu hali za utotoni. Kwa fadhili za Allah, katika hali duni sana ya kiuchumi na kutokana na maombi ya wazazi wake akamaliza udaktari. Marehemu alikabiliana na hali duni ya kimaisha ambapo alikosa hela ya kununua karatasi, hivyo akikusanya mifuko fulani ya makaratasi alikuwa akifungua na kuandika notes juu ya yale makaratasi. Kisha kijijini alipokosa mwalimu wa hisabu akaenda kujifunza hisabu katika kijiji cha jirani.
na kisha akirejea kijijini alikuwa akiwafundisha wenzake. Marehemu alieleza tukio moja kuhusu kusali sala kwa pamoja, ya kwamba alipokuwa mtoto, siku moja yeye na dada yake wakiwa wanacheza wakalala bila kusali sala ya isha. Anasema mama alipotuuliza, je, mmesali? Sisi tukasema kwamba ndio tumesali na tulikuwa usingizini. Anasema wakati wa usiku mama yetu akaja na akatuamsha, na alikuwa analia akisema kwamba nyinyi mmesema uongo kuhusu sala, kwamba mmesali. Mungu alikuwa amemwambia mama yetu kwamba sisi hatukuswali. Anasema kuanzia siku ile hatukuacha sala. Khalifa mtukufu anasema kina mama wanapaswa kuwa na hali hiyo. Alikuwa na wasiwasi kuhusu malezi ya watoto wake, hivyo alikuwa anafanya maombi kwa ajili yao, na pale alipomwomba Mwenyezi Mungu kwa uchungu mkubwa, hapo Mwenyezi Mungu akamwonyesha mandhari kwamba watoto wako hawakuswali, hivyo nenda uwaamshe. Kisha akaenda kuwaamsha watoto wake ilhali alikuwa analia, na watoto wake wakapata athari kubwa kutoka mama yao ilhali hawakuacha sala katika maisha yao yote. Mara nyingi alikuwa anaeleza mambo yake kwa kutumia hoja za Qur'ani tukufu, na alikuwa akisema kuwa ikiwa hatujengi mahusiano na Mwenyezi Mungu hatuwezi kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina Ahmad al-Islam, kwani shabaha hasa ya ujio wake ni kujenga na kutuwezesha ili tuweze kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Pia yupo mpwa wake Dr. Ataur Rahman Saheb. Anasema kwamba marehemu alikuwa anatafakari juu ya Qur'ani tukufu na alikuwa na elimu kubwa ya Qur'ani tukufu. Alikuwa amehifadhi aya ndefu katika hali ya upinzani mkali unaopatikana nchini Pakistan. Alikuwa anawaalika watu wasiko wa Ahmadiyya katika nyumba yake na alikuwa anawasikilizisha jalsa salana. Watu wengi walikuwa wanapata athari njema kutoka mahubiri yake. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Ghulam Mustafa Sahib ambaye alikuwa akiishi London kisha akaja hapa Tilford. Alikuwa mtumishi wa kujitolea katika ofisi ya private secretary ambaye 25 tarehe Aprili amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 69 mwaka 1983. Katika zama za ukhalifa watatu alikuwa amefanya bayat, na mwaka 1986 akaja London na akakaa misikitini, na mara baada ya kufika hapa akaomba afanye wakfu. Kwa kuwa alikuwa si msomi sana, labda kwa sababu yake wakfu wake haikupokelewa, lakini marehemu akaendelea kufanya kazi kama anavyofanya yule aliyejitolea wakfu, kwanza jikoni kisha ofisini. Hata hivyo pale ambapo kutokana na biashara yake ambayo ilikuwa imepanuka sana, Mwenyezi Mungu alijaalia fadhila zake, alikuwa hana chochote, kisha Mwenyezi Mungu akamjaalia sana na kutia baraka nyingi, na akaweza kununua jaidadi, kisha akapata jaidadi nyingine, na hivyo akawasaidia watu maskini, pia akatoa michango katika jumuiya. Lakini kama nisemavyo kuwa akaishi maisha ya kiwakfu hata kabla ya ukhalifa wangu, pia atakuwa anafanya hivi. Na katika ukhalifa wangu vile vile ya kuwa ikiwa alihitaji kwenda sehemu fulani kwa ajili ya biashara yake au alikuwa akihitaji likizo kutoka ofisi, basi alikuwa akiomba ruhusa maalum kutoka kwangu, na alikuwa anasema kwamba kwa kuwa mimi si katika nizamu ya wakfu, lakini najihisabu kama niwe chini ya nizamu hii ya wakfu, hivyo kwa uaminifu mkubwa sana ahadi aliyokuwa ameifanya kwa Mungu akaitimiza. Alipokuwa anaishi misikitini, mtu fulani alimtuma hotelini kwa ajili ya kufanya kazi ya waiter, lakini hakuipenda kazi ile, hivyo siku ya pili akaacha kazi ile na kurejea misikitini. Na anasema kwamba nilifikiri kuwa badala ya kufanya kazi hii hotelini ni vyema nifanye kazi ya kuosha vyombo vya idara ya ziafa ya Masihi Maud alayhi salam. Kisha pamoja na Wali Shah Sahib akaanza kufanya kazi katika jiko ya misikiti wa Fazl. Kisha kwa muda akaendelea kufanya kazi katika idara ya hifadhi maalum. Mwaka 1993 Khalifa mtukufu wa rahimahullah taala akampatia kazi katika ofisi ya private secretary, na tangu muda ule hadi leo akaendelea kufanya kazi kwa uaminifu mkubwa. Marehemu alikuwa musi. Watu aliowacha nyuma ni mke na mwana mmoja na mabinti wawili.
mke wake mahmuda mustafa sahiba anasema sisi tumekaa katika maisha ya ndoa kwa miaka 34 na kuhusu muda huo naweza kutoa shahada ya kwamba kila hatua aliyokanyaga marehemu ilikuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa mume mwaminifu, baba mzuri na rafiki yetu mwenye kujenga mawasiliano kwa jamaa zake, aliye na busara kubwa, mwenye kuwasaidia wote, mwenye kujitolea kwa moyo wote, shujaa na mtu asiye na hofu yote. Alikuwa mwenye kupenda ukhalifa. Alikuwa akisema kuwa huko Pakistan nilipojiunga na jumuiya nilikuwa nimeahidi moyoni mwangu kwamba muda wote nitakaa karibu na ukhalifa. Wakati ule alikuwa hana chochote, lakini kwa fadhili za Allah akatimiza ahadi yake na Mwenyezi Mungu pia akamjalia uwezo huo. Alikuwa na shauku kubwa ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Anasema mtoto wangu alipozaliwa nikamwambia mume wangu kwamba nimefikiri nitoe nusu ya dhahabu yangu katika jumuiya. Akasema kwa nini nusu, utoe yote? Anasema katika zama zile ambapo mpango ukatangazwa wa kutoa mchango kwa ajili ya kujenga misikiti katika bara la Afrika, wakati ule alikuwa hana nyumba yake, lakini chochote alichokuwa akikusanya alikuwa anatoa katika michango ya kujenga misikiti, na mwenyewe alikuwa hatumii sana, ilhali kwa wengine alikuwa mkarimu sana. Muda wote akatanguliza dini. Akiwa muumini mkweli akachuma dini na dunia kwa pamoja. Pia akaniweka pamoja naye katika shughuli mbalimbali ili niweze kujua mambo yote, na wakati wote akaniambia, wakati wote akaniamini. Kisha anasema kuwa Mustafa sahib alikuwa mwanajumuiya pekee katika familia yake. Alipojiunga na jumuiya akaahidi moyoni kwamba hatapokea chochote kutoka mirasi ya baba yake, na akafanya dua ya kwamba ewe Mungu, ikiwa masihi wako ni mkweli na mimi nimefanya baiati yake kwa kujua kuwa ni mkweli, basi nipatie kutoka kwako na nisiwe mwenye kuomba kutoka watu. Mwenyezi Mungu akatimiza tamanio lake hili na kuthibitisha kuwa hatua aliyoichukua ya kufanya baiati ni sahihi, na kisha Mwenyezi Mungu akamsaidia kwa njia mbalimbali. Pia alijenga msikiti mkubwa katika kijiji chake akiwa na wazo hili ya kwamba huenda siku moja watu hawa wa kijiji watajiunga na jumuiya. Pia akaendelea kuwasaidia ndugu zake na jamaa zake. Marehemu alikuwa na imani kubwa juu ya kupokelewa kwa maombi yake. Binti yake Sabia Mustafa anasema kusudio hasa la maisha ya baba yangu lilikuwa la kumpata Mungu na kuipenda nizamu ya ukhalifa. Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu kwa 100%. Huwa alikuwa akituambia kwamba muda fulani niliomba dua hivi ambayo ilitimia wakati fulani. Muda wote alikuwa akijaribu kupata kitu chenye baraka cha khalifa, na akipata tu alikuwa anaweka kwa ajili yake sehemu kadogo, na kisha alikuwa akiwagawia wengine ili nao pia waweze kupata baraka zake, na alikuwa akitunza kitu kile chenye baraka nyumbani ili aweze kuwapatia wageni wa jalsa kutoka kitu kile. Anasema wapo jamaa wengi wa baba yangu ambao wamenipigia simu na kusema kwamba inaonekana kuwa sisi tumekuwa mayatima kwa mara ya tena. Anasema tulipokuwa tunaishi London, tulipotoka Tooting na kuja Grayson Hall Road, baba yetu alikuwa na nia ya kupata nyumba kubwa ili aweze kuwahudumia wageni wa Masihi al-Islam, na kwa njia nzuri sana alikuwa akisema kwamba ikiwa atanunua nyumba basi atanunua karibu na ukhalifa na hataenda mbali. Anasema baba yangu alikuwa akiwasaidia wote kwa ikhlasi. Akimwona yote katika mushkil fulani alikuwa akifanya juhudi ya kumsaidia. Katika maradhi yake akatunasihi kwamba muda wote tuendelee kujiunga na jumuiya na tuswali sala na tusome Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nasi. Binti yake mwingine ambaye ni binti mkubwa anasema kwamba bila shaka baba yangu alikuwa ametoka kijijini na alikuwa si msomi sana, lakini alikuwa na busara kubwa sana.
katika siku hizi ni watu wachache ambao wanaweka usawa baina ya wanaume na wanawake. Ye hakuona kwamba mabinti ni mzigo kwake, bali alikuwa sema kwamba yule aliyepata binti amefaulu na siku zake za kufanya kazi zimekwisha na siku zake za kupumzika zimeanza. Alitusomesha vizuri na akatupenda, na pamoja na kutupenda pia akatimiza na kutekeleza haki za Mungu na haki za watu wake katika sherehe mbalimbali za Idi na katika harusi. Katika furaha yote hakuacha kuswali. Alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu. Alikuwa na wasiwasi hii tu kwamba asije akapata mapungufu katika ibada na asije akamchukiza Mwenyezi Mungu. Kijana wake Sarfraz anasema ya kwamba tulipokuwa tunaishi Tuti, hata wakati ule alikuwa anakwenda msikiti wa Fazl kwa ajili ya swala, na ikiwa alikuwa hawezi kwenda kwa sababu yote, basi alikuwa anahakikisha kwamba tunaswali nyumbani kwa pamoja. Alikuwa ananiambia kwamba ikiwa unataka kupata kitu fulani maishani, Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kupatia. Na wakati wa swala alikuwa anaacha shughuli zake zote na alikuwa na swala. Pia alikuwa ananisaidia kwenda misikitini, na haya ndiyo maombi yake ambayo leo tunapata baraka zake. Na alipokuwa anarudi kutoka misikitini alikuwa anatuuliza kwamba je, tumeswali au la, na ikiwa tukionyesha uvivu fulani alikuwa anasema kwamba ikiwa hutaswali we utapata hasara. Mwenyezi Mungu hahitaji swala yako, kila mmoja anaswali kwa ajili yake. Anasema kwamba alipougua tukaleta ambulance, na hata wakati ule alipokuwa anapumua kwa sauti nzito na alikuwa na hali mbaya, hata hivyo aliswali akiwa amesimama. Na alipokuwa anateremka chini ili apelekwe hospitalini, akasema mara kwa mara kwamba muswali swala kwa pamoja na kwa wakati. Pia alikuwa mkarimu. Nyumba ilikuwa kubwa. Wakati wa jalsa tulikuwa tukipokea wageni kama 40, na hata tulipokuja katika nyumba nyingine ambayo ilikuwa kidogo ndogo tulikuwa tukipokea wageni kama 25, na alikuwa anawahudumia vizuri. Hazur amesema hata mimi nilimuuliza mara kadhaa, akasema kwamba sisi huwa tunafanya tu na tunawasaidia wageni na tunajisikia furaha. Alikuwa anasema kwamba muda wote tuende mbele tukiangalia kwamba dini iwe juu ya dunia na tuitangulize dini juu ya dunia. Na hiyo ni nasaha ambayo aliwanasihi watoto wake. Akalinasihi kwamba kila kitu ulichonacho ni amana ya jumuiya na amana ya Mwenyezi Mungu. Ni kazi yako ya kuitunza amana hii na uendelee kuitunza ili iweze kuisaidia jumuiya. Pia alikuwa anasema kwamba usionyeshe uvivu katika kutoa mchango. Mwenyewe alikuwa anatoa mchango tarehe mosi ya kila mwezi, na alikuwa anasema kwamba usifikirie kwamba jumuiya inahitaji mchango wako, bali ukitoa mchango Mungu atatia baraka katika shughuli zako, katika mambo yako. Anasema kwamba hata hospitalini alipowekwa ventilator na tena akaenda kwenye koma, akasema kwamba Sarfraz, mimi najua siku ya tarehe mosi imepita, nenda nyumbani ukaangalie kwenye kabati yangu, nimeweka faili zote ndani na nimeweka hisabu ya mchango, uende ukatoe mchango wangu. Na alisema kwamba kila mwezi tarehe mosi utoe mchango wako na usionyeshe uvivu wowote. Baba mkwe anasema kwamba bwana Mustafa alikuwa vizuri kwa jamaa zake, alikuwa ananifahamu kama baba mzazi, na muda wote alikaa chini ya ukhalifa. Pia mtoto mkwe anasema kwamba marehemu alikuwa anapata aya mbalimbali na maombi mbalimbali ya Qur'an tukufu, na alikuwa anapiga fotokopi na alikuwa anatupatia ili tusome na tuhifadhi. Anasema niliona kwamba katika msikiti wa Fazl darsa iliyokuwa inatolewa alikuwa analeta nyumbani kopi zake na alikuwa anatupatia ili sisi pia tusome, na pia alikuwa anachukua picha zake kwa simu zake na alikuwa anawatumia watu mbalimbali na alikuwa anawauliza kwamba je, wamesoma au la. Na kwa njia hii alikuwa anafanya mahubiri.
alikuwa mkarimu sana. Hata katika siku za kawaida alikuwa anawaleta wageni nyumbani, na wakati wa jalsa muda wote wageni walikuwa wanamjia, na alikuwa anasema kwamba hakuna haja ya kuniuliza, ujisikie unyumbani na njoti wote. Alikuwa anawahudumia wageni wa Sayyidina Ahmad Azatullah kwa shauku na kwa upendo mkubwa. Alikuwa anasema kwamba milango yangu iko wazi, na ikiwa watu walipokuwa wanajua kwake na mwakani walikuwa wanaenda sehemu nyingine, alikuwa anapata wasiwasi kwamba sijui nimekosea nini na ye hakuja kwangu. Na kisha akipata nafasi alikuwa anamleta nyumbani kwa shauku. Pia alikuwa anasimamia vizuri shughuli zake za kidunia, lakini alikuwa anafanya hivi kwamba ili zisiwe kizuizi katika muda wa swala zake. Pia ndugu yake mwingine Bwana Suhail Chaudhry anasema kwamba mtu huyo alikuwa na zati ambaye alikuwa na vitu vitatu: moja ibada, tena mahusiano mazuri na ukhalifa, na tena ukarimu. Nyumba ya Bwana Mustafa ilikuwa imejaa na wageni wakati wa jalsa. Mjumbe wa private secretary anasema kwamba tulikuwa tunakutana naye katika ofisi. Alikuwa mwenye kushindana katika mema, alikuwa mkarimu, alikuwa mtu mzuri katika kutoa michango, alikuwa anatusaidia katika shughuli mbalimbali, na alikuwa anatamani kufanya kazi zaidi, na alikuwa anasema kwamba haya ndiyo malipo yangu hasa, na alikuwa anafurahia ikiwa akifanya shughuli nzuri. Bwana Fahim naye anasema kwamba kuanzia 1992 akaanza kufanya kazi katika ofisi, na wakati ule tulikuwa na watu wachache katika ofisi. Marehemu alikuwa anafanya kazi kwa hima na kwa bidii na kwa juhudi. Alikuwa na sifa nyingi na alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Alikuwa mtifu kwa ukhalifa na alikuwa anapata mwongozo kutoka khalifa mtukufu katika mambo madogo madogo na katika mambo makubwa. Alikuwa anasema kwamba nimepata yote kwa kufanya kazi katika ofisi hii. Bwana Tariq Bajwa sahib anasema kwamba kuanzia 1981 namfahamu marehemu. Tangu muda ule hadi kifo chake nikamwona marehemu nikiwa karibu naye. Alikuwa na sifa nyingi, alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu, alikuwa anaupenda ukhalifa. Alikuja Sindh na akaanza kuishi huko Punjab. Alikuwa amekabiliana na kesi fulani juu ya ardhi, akakwepa polisi na akaja Sindh na akaanza kuishi kule, ambapo akapata taarifa kuhusu jumuiya. Kwa miaka mitatu akaendelea kuhubiriwa. Hata wakati ule katika msikiti wa jumuiya alikuwa anatoa azana. Alikuwa na shauku ya kutoa azana. Kisha kutokana na ndoto yake moja akajiunga na jumuiya, na ndoto ilikuwa hii kwamba katika nyumba yake khalifa mtukufu watatu amekuja na amesema kwa ibtisamu kwamba anahitaji vijana wawili. Kisha akaashiria upande wa Salim na upande wake, akasema kwamba wewe uje na Bwana Mustafa wewe uje. Kisha akajiunga na jumuiya, na pia kabla hajajiunga na jumuiya alikuwa anashiriki katika ijtimaa ya jamaat, na baada ya kujiunga jumuiya akapata maendeleo katika imani yake. Alikuwa anasikiliza vipindi mbalimbali vya maswali na majibu, na alikuwa amepata imani akisema kwamba mimi naweza kukabiliana na kila shekhe katika mijadala mbalimbali. Pia aliweza kufanya umra na akafanya hija mwaka 2010. Pia alikuwa anapenda sana Qadian, alikuwa anakwenda huko na alikuwa na tamani ya kujenga nyumba, akajenga kule, kisha akaitolea kwa ajili ya jumuiya. Bwana Ibrahim Nasir Bhatti ambaye ni daktari aliyekuwa anamtibu anasema kwamba mimi si mfahamu sana Bwana Mustafa Sahib, lakini katika maradhi yake ya mwisho nimeweza kumwangalia na nimeweza kumtibu. Anasema kwamba katika siku hizi chache nimemwona marehemu, kwa kweli alikuwa na sifa nyingi na nzuri sana. Anasema kwamba kutokana na janga la corona marehemu alikuwa amemridhia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na kumbuka nilikuja kwake na nikasema kwamba
kutokana na ugonjwa huu inaonekana kwamba hutapona. Marehemu akanyamaza kidogo, kisha akasema kwamba mimi niko radhi juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kulikuwa hakuna huzuni juu ya uso wake, alikuwa mwenye itminani, mwenye utulivu. Anasema kwamba mfano wa pili ambao umeniathiri ulikuwa upendo wake wa ukhalifa. Kutokana na maradhi yake, wakati mwingine tulikuwa tukilazimika kutumia mashine fulani kwa ajili ya kumpatia oxygen, na kila tukimpa oxygen mtu anashikwa na uchungu mwingi na hali yake inabadilika. Na tulipokuwa tukiweka mashine ile na marehemu alikuwa anajisikia maumivu, watu wa familia walikuwa wanamwambia kwamba khalifa mtukufu amekutumia ujumbe kwamba ufuate maagizo ya madaktari. Basi akipokea ujumbe wangu tu mara moja alikuwa anajisikia raha na alikuwa anavumilia maumivu na machungu yote ya mashine, na ilionekana kwamba mwili wake umepata nguvu. Daktari anasema kwamba nilimwona marehemu kwamba alikuwa anatumia dawa ya homeopathy ili apone, bali alikuwa anasema kwamba mimi natumia dawa hiyo ili niweze kupata baraka ya khalifa mtukufu. Mwenyezi Mungu awarehemu marehemu wote, anyanyue daraja zao. Uaminifu ambao wameuonesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya dini yake, na jinsi walivyotimiza na kutekeleza ahadi yao ya bayati, Mwenyezi Mungu awatendee kwa mapenzi na kwa upendo, kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu kwamba watu hawa ni mashahidi. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waishi chini ya ulinzi wake na waweze kuendeleza wema wao, na Mwenyezi Mungu awajalie waweze kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu na waweze kuzidi katika imani katika jumuiya, na maombi ambayo wazazi wao wamefanya kwa ajili yao Mwenyezi Mungu apokee kwa ajili yao na katika haki yao. اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان سے پیار کا سلوک فرمائے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا تھا، یہ لوگ شہداء میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی نیکیاں اپنانے اور جاری رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور جماعت اور خلافت سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے والے ہوں، اور جو والدین نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی حق میں قبول فرماتا رہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.